Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini tumwangazie rais wa Marekani Donald Trump anazungumza nini juu ya mvutano kati ya nchi yake na Iran. Rais huyo wa Marekani Donald Trump anasema matokeo ya vita dhidi ya Iran yatajulikana hivi punde, kwa maana ataishambulia Iran na kuiteketeza. Rais wa Marekani amesema matokeo ya vita vinavyoendelea dhidi ya taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yatajulikana hivi karibuni, akidai kuwa Marekani na Israel zinaendelea kupata mafanikio katika operesheni zao za kijeshi. Akizungumza katika hotuba yake, Trump alisema Marekani ina mkono wa juu katika mapambano hayo. Mtaona matunda ya juhudi hizi hivi karibuni sana, alisema Donald Trump, pia akidai kuwa tutashinda ushindi mkubwa dhidi ya Iran. Hata hivyo, hakufafanua alichomaanisha kwa kauli hiyo wala hakutoa ushahidi unaounga mkono madai yake na hoja zake. Kauli zake zimejiri wakati mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel yakiendelea kushuhudia mashambulizi ya pande zote, huku Iran ikiwa haijatoa jibu la haraka kuhusu matamshi ya Trump. Marekani imeendeleza mashambulizi dhidi ya Iran huku miundombinu ya Bandar Abbas ikilengwa. Marekani imeanzisha wimbi la 6 la mashambulizi ya anga dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na wakati huu imelenga uwanja wa ndege, kituo cha reli na madaraja kadhaa kusini mwa nchi karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Shirika la habari la Tasnim limeripoti kuwa ndege za kivita za Marekani zilirusha makombora yaliyolenga uwanja wa ndege wa Iran Shar bila kutoa taarifa kuhusu iwapo kulikuwa na uharibifu au iwapo kulikuwa na majeruhi. Shirika rasmi la habari la Iran na televisheni ya taifa vilisema milipuko mitatu ilisikika karibu na uwanja huo wa ndege, vikiongeza kuwa angalau kombora moja la Marekani lilipiga uwanja huo. Wakati huo huo, shirika la habari la Fars limeripoti kuwa daraja katika mji wa Bandar Khamir lililengwa katika shambulio la Marekani. Shirika la habari la Tasnim kwa upande wake limeeleza mashambulizi ya Marekani yalilenga madaraja matatu katika eneo la Khamir mkoani Hormozgan. Mojawapo wa madaraja hayo yanaunganisha Bandar Abbas, mji wa Lar katika mkoa wa Fars. Kwa mujibu wa Tasnim, mashambulizi hayo yalisababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo na kuvuruga huduma za mawasiliano ya simu. Marekani haijatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi hayo wala madai yaliyotolewa na vyombo vya habari vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika kipindi hiki hali ya mambo inazidi kuvurugika kila kukicha. Vita vimekuwa vikisababisha hali ya ugumu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi makubwa ambayo hufanywa na Marekani na Iran yamekuwa yakiongeza wasiwasi kwa ulimwengu, lakini hasa Mashariki ya Kati, ambapo nchi nyingi hasa zile ambazo zipo katika Ghuba na zinashirikiana na Marekani, raia wake wameonekana kuwa na wasiwasi mkubwa kwamba hali itazidi kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema imehitimisha awamu ya 6 mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya Iran, huku Iran nayo ikishambulia baadhi ya maeneo kadhaa ya Marekani ndani ya mataifa ya Ghuba ya Uajemi. Mamlaka zimesema zimedungua makombora yaliyovurumishwa kutokea Iran alfajiri ya leo, yakiwa mashambulizi ya hivi punde kabisa ya kulipiza kisasi huko Tehran dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani katika taifa hilo jirani la Ghuba. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.